Busia. Na team JNC hawakukuwa, walikuwa wana relax. Hii team Oburu Odinga walikuwa wana relax, wanaangalia jinsi vitu inafanyika Busia. Sina kinyongo na vijana wetu, but nataka kuambia sisi Mjaluo na Muluya, kama bado tutakuwa na siasa ya ulganism ya kwamba tukisimama kwa podium sijui kabila fulani wamekataa kutoa suruali, hiyo sio yetu leta maendeleo Luo Nyanza. Hizo ni nonsense. Mtu anachukua podium badala tuusia agenda, we as upinzani tunataka kuchukua sika tufanye A B C D. Mtu anasema tuambia ati kabila fulani wamekataa kutoa suruali. Hiyo si agenda ndugu zangu. Ule jamaa nakaa ule jamaa wetu ambaye ameshindwa kuchaguliwa brand weke. Ati sasa mtengeneze mkutano kubwa Busia, mnaongelea mambo ya aina ya wanawake. Hiyo inasaidia kijana na nini? Then mnatuambia ati mlikuwa na mkutano Busia kuzungumza mambo ya usharati. Bwana tukue smart. Jamaa zetu kutoka Western Region. Hii siasa ya mambo ya kitanda tuwachane naye. Tuanze kupiga siasa ya maendeleo. Hadi tukipata podium mambo ya goons na mambo ya kulaliana. Hii inasaidia Wakenya na nini? Ndugu zangu, mimi nilijaribu kusikiza, nilijaribu kupata point ya ile agenda ile mkutano, sikupata. Mimi kibinafsi sikupata. Once uwezi kuniambia sisi vijana tumetengeneza mkutano, sasa tunasema Ruto must go. Hiyo si agenda. We need proper agenda and plan ya inajenga Kenya. The same wenye niliona pale, baadhi wao ni viongozi. Mtu kama Kibagendi ndio mtu alikuwa anatengenezea William Ruto kura. Huyu Kibagendi moja ambaye alikuwa kule. Wao ndio wamefanya William Ruto amekuwa rais leo. Ni nini imebadilika? Kwa sababu Ruto amewanyima tenda. Sasa ndio wanaweka pande hii. Hiyo ndio kweli ya mambo. So lazima tuambiwe wao kama wanapinga Ruto, watuambie agenda na dhamuni ya kupinga Ruto, na wakichukua mamlaka watasaidia maisha ya Mkenya na nini? Hiyo ndio agenda tunataka. Si agenda one time two time, hiyo si agenda yetu. Order Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa MCA. Asante sana Mr. Speaker. Nimesikiza ndugu yangu akiongea sana na akakugusia mambo ya Busia na akasema sisi kama watu wa upinzani hatuna agenda. Nataka kukumbusha member 2022 wakati baba alikuwa anauza manifesto kwa Wakenya, Buy Kenya, Sell Kenya, na mama free na hizo vitu zote. Ruto mmoja mwenye ule anaona ni kama uamue tu uende tutamruhusu. Huyo Ruto mmoja mwenye unaongelea venye sisi watu wa upinzani tukitembea tunasema one time, yeye mahali alikuwa anaenda kule Nyanza, akienda Mount Kenya alikuwa anasema tu bottom up. Bottom up. Hakuuza manifesto yoyote. Mbona hii yetu ya one time inawauma sana? Mnasema hatuna agenda. Mheshimiwa Mwelekezo Tulia. Tafadhali. Nimeanza nikisema tatizo la Western Nyanza na Luo Nyanza ni ukosefu ya kuelewa. Hiyo ndio shida kubwa yenye tuko nayo hapa. Hiyo ndio shida kubwa sana. Kwa sababu sisi tunataka tu vitu ya kufurahisha macho ya wanadamu. But ukiambia agenda ni gani? William Ruto alisema ya kwamba atajenga affordable, iko kwa mgini ya Ruto. Wewe enda ufungue affordable housing iko kwa William Ruto. Nimesema William Ruto ndugu yangu nakujibu. Hiyo iko kwa manifesto ya nani? Mheshimiwa nani? William Ruto. Ndugu zangu, mimi sio mtu wa UDA. Ndugu zangu, William Ruto, tulia Nuru. Tulia. Kwa sababu tatizo letu Waluo Nyanza na Western, kwa sababu hatujui serikali ni nini. Hiyo ndio tatizo kwanza. Hatujui serikali ni nini. Tunaingia tu ndani, tukishaingia tumemea kiburi. But huwezi uliza niko ndani ya serikali ninafanya nini? For example, tuko na CS John Mbadi, tuko na CS Opiyo Wandayi. Ukiuliza Opiyo Wandayi, we kama waziri wa energy, tangu pewe miaka 3 nini unafanya ndani? Hata utaona tu anaenda chopa every anaenda chopa. Anakuambia broad base Ruto 10 inaunganisha stima Luo Nyanza. Ati baba aliniambia, baba akikwambia sasa shida iko wapi kama nilikwambia?
Aya kuja kwa nani? Huyu wa Suba. Mheshimiwa John Mbadi. Badala alete pesa, sasa amewekwa mali ya pesa. Badala ibe hizo pesa lete, anakwama nayo. Akishatolewa atakuja kuambia namna wakikuni wa hizi. Si yeye pia ibe alete Wajaluo. Sasa yako kwa pesa. Amenyamaza. Wakati wa kitambo yenye Mkikuyu alikuwa anakuwa, walikuwa wanasema Mkikuyu ni nini? Ni muizi. Leo ako ndani. Kwa nini aibi aleti kwetu? Tukuje kwa Paranya. Cooperative. Hii mambo ya cooperative limejenga Wakisii na Wakikuyu na Wakalenjin au kabila tatu. Cooperative mahali amewekwa Paranya. Bado Paranya anakimbizana wasichana wadogo. Hii ndio kazi anafanya. Bwana, tuwache kudanganyana mandugu zangu. Tuwache kudanganyana. Mkikuyu sio muizi. Sisi hatuna viongozi, tuko na viongozi ambao akili zao zimekwama. Hiyo ndio kweli ya mambo. Umewekwa kwa pesa, iba leta kwetu, umekwambia pesa unaona na watu wadogo. Unapeleka wapi? Sasa kwa cooperative, badala Paranya aibe hiyo pesa tuletee. Amekwama nayo. Akishatolewa, unajua Wakikuyu wa hizi, Wakalenjin wa hizi, kama wanaibi wewe ulikuwa umefanya nini hapo ndani? So ibe ulete saa hii. Ndugu zangu, mimi ninarudia. Enda Mlima Kenya. Wamepewa vitu na viongozi wao. Enda hapa Kisii, Busiland. Walisaidiwa na mtu mmoja, Nyachae Mbele. Peke yake ndiye alisaidiwa Kisii. Wakakuwa tajiri. Basi sisi ukiweka kiongozi wa kiti amemea. Yeye anaona tu wanawake na magari. Hiyo ndio kitu anaona. Hakuna kitu kingine. Hiyo ndio kitu anaona. Raha tu na wanawake, hiyo ndio anaona. Akishatolewa, unajua nilifungwa mkono na nani? Nani? Kwa Ruto alifungwa mkono na nani? Ndugu zangu, kama bado kuna kiongozi kutoka Western na Nyanza anaota maandamano, ataandamana bibi yake na watoto wake. Hakuna kitu kama hiyo. Ati kuna mtu amekaa mahali, bado anataka kutengeneza maandamano. Aenda bageni kwa niaba yetu. Toa bibi yako kwa mstari wa mbele na mtoto wako muandamane. Hii hakuna kitu kama hiyo. Saa hii my friend, saa hii tumejua haki yetu. Kama ufanyi kazi, funga virago, enda nyumbani. Mambo ya CDF Mheshimiwa Spika. Wacha nigusie. Tuko na 290 constituency elected MP. Elected. 240 million per constituency. Ukiunganisha 290, hiyo ni pesa ngapi? Alafu trillion. Hiyo pesa hao wabunge ndio wanakaa kwa kona fulani. Sasa Ruto anatoa, wanakata hapa katikati, anakuja kupea mjukuu 5,000. Hii 5,000 imepea mjukuu, anataka kupiga naye kelele kwa television. Mimi napeana kwa basari. Basari 5,000 inaweza somesha mtoto wako. Nimepeana basari 5,000 inaweza somesha mtoto wako. Ninakuuliza inaweza somesha? Ndugu zangu wa Kenya, mimi ningependa kuambia William Ruto, kwa sababu CDF ni kinyume na katiba. Yes. Ibaniwe CDF 2026 2027 financial years. Isijaribu kuwekwa pesa ya basari kwa mambo ya nini, kwa budget yetu. Kwa sababu hiyo pesa hakuna mbunge anatumia hiyo pesa, msije tukudanganyi. Hakuna hiyo pesa irudishwe moja kwa moja kwa shule, akaunti ya shule. Kwa nini wewe engineer unapewa 5,000 si ndio? Pesa imetoka kwangu kama mbunge si ndio? Ninakupea unarudishia William Ruto. Si public school ni nani? Serikali. Kama ni ya serikali, kwa nini pesa ilikuja kwa mbunge, ikuje kwa mwananchi tena mwananchi arudishe? Tena na kampeni nayo. Na huku mpigie kura. Unaona hiyo mambo ya hizi? Unaona? So hizi ni vitu vinyangarika ambavyo tumewachagua pale parliament, badala wafanye kazi wanaiba pesa CDF. All MPs 290 MPs wote ni waizi wanaiba CDF. Wote ni waizi, wote. Ndugu zangu, pesa ya CDF haifai kukuja kwa mwananchi. Kama shule ni ya serikali, kwa nini unanipa pesa tena narudishia serikali? Hiyo ni mchezo wa jinga. Hapa katikati pesa inapotea hapa katikati. So mimi nataka kusema hivi. CDF ibaniwe. Hiyo pesa itume kwa shule direct. Shule ni ya serikali. Mimi jukumu langu ni kununua uniform na mtoto aenda some. Hiyo ndio vitu tunataka. So mandugu zangu, lazima tukue wajanja. Na unaona isiza William Ruto, nimesikia mtu akisema
Sijui ni Ruto anataka nani, my friend. Ruto ni smart. Kama Ruto aliiba Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, sasa sasa hivi mtamuiba William Ruto. Unacheza my friend. Unacheza my friend. Unacheza my friend. Unacheza. Ili William Ruto ashindwe 2027. Ili William Ruto ashindwe 2027. Ili ashindwe 2027. Ili William Ruto ashindwe 2027, tunataka watu ambao ni serious. Si watu ambao tunaona wengine wamehijack ODM B, ODM A. Ati wengine pia wamehijack. Ati wanataka kushinda William Ruto. My friend, ninarudia. Hii mambo ya upinzani ambapo mnasema mko na agenda. Hata serikali hawana agenda, but the reason why hamtashinda serikali ni moja. Wao ndio wako na system. Hiyo ndio shida kubwa. Wao pia hawana agenda. Jinsi nyinyi pia hamna agenda, but wako na system. Sasa niingie kwa nyumba ya Nywele Source. Unafikiri nitampiga ndani ya nyumba yako? Huwezi. Hata kama ni mnyongo huwezi. Huwezi. So kama tunataka William Ruto ashindwe, mtafute mtu ambaye anajua anataka kubadilisha Kenya. But Kalonzo Musyoka sijui naona kina Gachagua, wewe pia umekaa kwa nyumba yako. Kama Ruto alimpichi Gachagua kwa ofisi, sasa Gachagua atoke kwa msituni ashinde William Ruto. Bwana, nyinyi mnawaka.